na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka kwenda kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii. Muda huu basi jiandae kwenda kupokea taarifa yetu ya habari. Karibu katika matangazo yetu ya Afrika leo asubuhi kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na Rapa Kid Sudi atoa ushahidi katika kesi ya biashara haramu ya ngono ya Didi. Mamia maelfu ya wakimbizi nchini Kenya kupata chakula kidogo kabisa kuanzia mwezi ujao. Wagaza wahofia kufungwa kwa mitambo ya maji huku Israeli ikizidisha mashambulio. Kutana na daktari anayesaidia wagonjwa kufa badala ya kupona. Na je, uungwaji mkono wa kimataifa wa Israeli unakufa? Naam. Na atumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa zetu za habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Afrika leo asubuhi. Jina langu ni Kantona Joseph. Chama tawala nchini Tanzania CCM kimesema swala la mwanasheria wa Kenya Martha Karua kuingilia maamuzi ya mahakama ya nchi hiyo ndio ilisababisha kuzuiliwa kwa mwanaharakati wengine waliotaka kuja kushuhudia kesi ya mwanasiasa wa upinzani Tundu Lissu. Katika mahojiano, makamu mwenyekiti wa chama hicho Stephen Wasira amesema hatua hiyo ilikuwa ni kama kuingilia maamuzi ya ndani ya nchi, kitu ambacho hakikubaliki. Ameanza kwa kumweleza mwandishi kwamba malalamiko ya bwana ya kwamba vyombo vya dola nchini humo vinatumika kugandamiza upinzani.
aliingia nchini na alienda mpaka Kisutu, na alipokuwa Kisutu yeye alisema amekuja nchini kwa kofia mbili. Moja, amekuja kama observer, kama mwanasheria na wakili na raia wa Afrika ya Mashariki, vyote tulisema ni sawa sawa, lakini akasema amekuja vile vile kama mwanasiasa wa Kenya mwenye chama chake kinaitwa People's Liberation Party. Kwa hiyo akasema yeye tena pale pale Kisutu kwamba kukamatwa kwa Lissu manake ni serikali inaogopa Chadema, na akataka serikali imwachie Lissu bila masharti, na vile vile akasema kwamba Chadema iruhusiwe kugombea uchaguzi. Martha Karua kama observer wa kisheria, kwanza ukienda mahali ku observe huendi na judgment. Sasa yeye alishakuwa judgmental, ameshatoa uamuzi, ameshajua mbaya ni nani na solution ni ipi. Sasa huyu aliposema hivyo tukamjibu, baadaye akaondoka. Sasa aliprovoke system kwa sababu ilionekana yeye sasa kumruhusu kuendelea kurudi na kuja, shabaha yake sio ya kuobserve, ni kuanzisha ghasia nchini na kuwagawa Watanganyika wa Tanzania. Kwa hiyo pamoja na kwamba alikuja na wengine, sasa alishawachongea. Sasa yeye yuko kila mtandao, anataka kuonekana ndiye aliyeonewa, lakini wenzake wamenyamaza. Aliuwasha moto yeye. Sasa chini ya mkataba ule wa Afrika Mashariki, watu wanapaswa kutembea kwa uhuru miongoni mwa nchi wanachama. Haoni kwamba hatua hii ya Tanzania inayumbisha yale malengo thabiti kabisa na utengamano wa jumuiya hii, Mheshimiwa Wasira? Swala la usalama haliko katika jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwa hiyo nchi yoyote ina haki kabisa ya kukubali wewe uingie pale au usiingie. Kwanza mtu ambaye amewaponza wenzake ni Martha Karua. Maana Martha Karua alipokuja mara ya kwanza aliingia nchini na alienda mpaka Kisutu, na alipokuwa Kisutu yeye alisema amekuja nchini kwa kofia mbili. Moja, amekuja kama observer, kama mwanasheria na wakili na raia wa Afrika ya Mashariki, vyote tulisema ni sawa sawa, lakini akasema amekuja vile vile kama mwanasiasa wa Kenya mwenye chama chake kinaitwa People's Liberation Party. Kwa hiyo akasema yeye tena pale pale Kisutu kwamba kukamatwa kwa Lissu manake ni serikali inaogopa Chadema, na akataka serikali imwachie Lissu bila masharti, na vile vile akasema kwamba Chadema iruhusiwe kugombea uchaguzi. Martha Karua kama observer wa kisheria, kwanza ukienda mahali ku observe huendi na judgment. Sasa yeye alishakuwa judgmental, ameshatoa uamuzi, ameshajua mbaya ni nani na solution ni ipi. Sasa huyu aliposema hivyo tukamjibu, baadaye akaondoka. Sasa aliprovoke system kwa sababu ilionekana yeye sasa kumruhusu kuendelea kurudi na kuja, shabaha yake sio ya kuobserve, ni kuanzisha ghasia nchini na Ndiyo hali ambayo inajitokeza kwenye taarifa zetu za habari, ambapo chama cha CCM kupitia Steven Wasira amesema hatua hiyo ilikuwa ni kama kuingilia maamuzi ya ndani ya nchi, kitu ambacho hakiwezi kukubalika nchini Tanzania. Mwanamuziki aliyeshinda tuzo la Grammy Kid Cudi yuko ndani ya mahakama ya New York na anatoa ushahidi dhidi ya biashara haramu ya ngono katika kesi inayomkabili Sean Diddy Cobbs. Cudi ameonekana katika filamu ya televisheni. Anajulikana zaidi nchini Uingereza na kwa wimbo wa Day Night. Cudi alichumbiana na kwa muda mfupi na Cassie Ventura, mpenzi wa zamani wa Sean Diddy Cobbs. Ventura ndiye shahidi mkuu wa upande wa mashtaka katika kesi hiyo, na hapo awali aliambia mahakama uhusiano wake na Cudi ulimkaribisha Cobbs na kudai wa kusababisha vitisho vikali. Mamia maelfu ya wakimbizi nchini Kenya watapata chakula kidogo kabisa kuanzia mwezi ujao. Shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP limesema kuwa litapunguza msaada wa chakula kwa zaidi ya wakimbizi 700,000 walioko nchini Kenya. Shirika hilo pia limetangaza kusitisha misaada ya fedha kwa wakimbizi hao kwani ufadhili umepungua. WFP imesema itamudu 28% tu ya mgao wa chakula kwa wakimbizi walioko kwenye kambi ya Kakuma na Dadaab, hicho kikiwa kiwango cha chini kabisa kuwahi kurekodiwa Kenya. Mwishoni mwa mwaka jana, WFP lazimika kusitisha mpango wake wa lishe kwa watoto wadogo na kina mama wanaonyonyesha ambao tayari walikuwa wanakabiliwa na viwango vya juu vya utapiamlo. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, idadi ya wakimbizi wanaotafuta hifadhi Kenya
imeongezeka kwa 70% kutoka kwa watu 500,000 hadi zaidi ya 800,000, inatokana na kuongezeka kwa mizozo na majanga katika mataifa jirani kama Somalia na Sudan Kusini. Wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israeli jijini Washington, Marekani, wamepigwa risasi na kuuawa walipokuwa kwenye makavazi ya Kiyahudi. Waliouawa wametajwa kuwa Sarah Lynn Milgrim na Yaron Liskis ambao ni wanandoa. Kamanda wa polisi jiji kuu la Washington DC, Pamela Smith, amesema mshukiwa aliyetekeleza mauaji hayo ametambuliwa. Tunaamini tukio hilo lilitekelezwa na mshukiwa mmoja ambaye tayari amekamatwa. Kabla ya tukio hilo, mshukiwa alionekana akizunguka nje ya jumba la makumbusho. Aliwakaribia kundi la watu 4 na kutoa bastola kisha kuanza kufyatua risasi. Baada ya kufyatua risasi, mshukiwa aliingia katika jumba la makumbusho na kuzuiliwa na walinzi. Baada ya kutiwa pingu, mshukiwa alielezea alikoweka silaha aliyotumia ambayo imeshapatikana na aliashiria kutekeleza kosa. Akiwa kizuizini, mshukiwa alipaza sauti akisema Palestina huru. Mshukiwa ametambuliwa kama mwanaume wa miaka 30 akitumia jina la Elias Rodriguez kutoka Chicago, Illinois. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini anatarajia mazungumzo yao kujikita katika kurekebisha uhusiano baina ya mataifa yao, lakini mwenzake wa Donald Trump wa Marekani alitumia muda mwingi wa mazungumzo yao kumshambulia na madai ya uongo kuhusu mauaji ya wakulima wazungu. Lee Dilela ni mtaalamu wa uwiano wa kimataifa na mchambuzi wa siasa za Afrika Kusini. Ardhi ndio ni kitu imekuwa kwa mdomo yao sana, juu wazungu wenye walivuta kwenye South Africa wanalia juu wanasema wao walikuwa na ardhi, lakini saa hii binadamu wa Afrika Kusini wanasema hawatakubali au wazungu waendelee wakilima kwa ardhi yao. Ilikuwa sahihi kwa Trump labda kuja na video hizo katika mazungumzo hayo? Ukiangalia tu vizuri, ilikuwa tu kitu yenye ilikuwa imepangwa tayari, lakini Rais Ramaphosa alijaribu tu kunyamaza, akatulia, akaangalia na hakujibu na hasira. Rais Ramaphosa ameelezea kuridhika na matokeo ya mkutano huo. Labda kwa upande wako, unahisi baada ya kilichotokea, matokeo yaliyotarajiwa na raia wengi wa Afrika Kusini ya kurekebisha uhusiano baina ya nchi hizo mbili yalifikiwa? Bado sioni kama imefikiwa, kwa sababu kila wakati nchi mingi za Afrika wanaendanga huko marais wetu wakitafuta usaidizi, lakini tumefika mahali marais wa Western countries wanajuana wenye ni wao wako juu sana na sisi hapa Afrika tuko chini sana. Sasa itabidi Afrika ijaribu yayo yote kujisimamia. Kila wakati marais wanaenda huko wanatafuta usaidizi, na wakifika huko ni kama tuseme wanapata tu matusi, na hiyo matusi inatuumiza sisi. Itabidi kama wa Afrika tujaribu, tujiulize ni nyinyi tunaweza jifanyia sisi kama wa Afrika, juu kila kitu tuko nayo. Baadhi ya raia wa Afrika Kusini wamemsifia Ramaphosa kama ambavyo umezungumzia hapo awali kwa namna alivyokuwa mtulivu. Wengi walitarajia labda kilichotokea na Rais Zelensky wa Ukraine kingefanyika na Rais Ramaphosa. Ramaphosa alifanya vizuri kuwa mtulivu, juu angekuwa tu angejibu na hasira, nimeona hiyo haingetusaidia sisi kama wa Afrika, juu inasemekana yeye alitoa funzo kwa Zelensky vile alifanyiwa. Hiyo matokeo hayakuwa matokeo nzuri, ni kama tu ilikuwa tu
matusi, lakini kwa saa hii yeye alikuwa ameenda, amejitayarisha, amejiweka chini, anajua chenye anatarajia. Ndio sasa ingekuwa tu vile angejibu tu na hasira, matokeo haingekuwa mazuri. Mwisho, tutarajie labda uhusiano wa mataifa haya mawili kuimarika baada ya mkutano wa viongozi hawa wawili. Hiyo ndio matarajio yetu kweli, kwa sababu si vizuri nchi zikiwa tu kwa vita. Tunatarajia tu kutakuwa na suluhisho ambavyo litaweza saidia wazungu wenye wako kusini Afrika, na pia kusikue na jambo lingine linaweza tokea kuhusu haki za binadamu kwenye kusini Afrika. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa, ambapo kauli ya waziri wa afya wa Palestina Majed Abu Ramadan inakuja wakati huu kukiwa na taarifa kuwa zaidi ya malori 90 ya misaada ya kibinadamu yameingia Gaza na kupokelewa na timu ya Umoja wa Mataifa ndani ya ukanda huo siku 3 baada ya Israeli kulegeza vikwazo vilivyodumu kwa muda wa wiki 11. Tuna taarifa kwamba zaidi ya watoto wadogo 29 wachanga na pia wazee wamepoteza maisha yao kutokana na matatizo yanayotokana na uhaba wa chakula. Katika kila kuzaliwa kwa watoto, baadhi ya watoto wachanga huzaliwa na uzito mdogo, kwa sasa bila vifaa vya uchunguzi wa ultrasound wala vitengo vya uangalizi maalum kwa watoto wachanga. Hawa hukosa huduma muhimu na hivyo hukabiliwa na kifo. Kabla ya vita, tulikuwa tumefikia mafanikio makubwa sana kulingana na mpango wa shirika la afya duniani WHO kwa kupunguza vifo vya watoto wachanga, vifo vya watoto waliozaliwa karibuni na vifo vya wamama wajawazito. Kwa baadhi ya maeneo, hali imefikia kuwa sawa ile ya sehemu nyingi za Afrika, jambo ambalo ni anguko kubwa kutoka viwango vya juu tulivyokuwa tumefikia. Kutoka Communication Center hadi kote duniani, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio 14 Africa, ukweli na burudani. Swahili Radio. Aya, moja kwa moja basi inachukua fursa hii kuweza kusoma maoni yako ambayo namna hiyo umeweza kuyanakili. Jonathan Palivi ansema Bakuzola Palivizola ansema nashukuru sana Radio 14 Africa kwa taarifa zenu za utendeti. Isaiah Ruben Alex ansema toka Uvira Palivi DRC, tuko pamoja wakati wote katika matangazo yenu. Asante RFA, tunawafuatilia vizuri sana nikiwa maeneo ya Masisi Rubaya. Asante sana Bahati Joel. Muvuya Palivi Jean Jacques ansema toka Butembo Palivi Kivu Kaskazini, na wapata vizuri sana, nafuatilia matangazo yenu mbashara kupitia Facebook. Asante na karibu. Mohamed ya Kumeja Palivi ansema Ugogoni Palivi na Chingwea Palivi Lindi Tanzania, ansema bana poleni sana wananchi wa Gaza.
toka Wagumo pale hivi tunadumu Muenza, Tanga, Tanzania. Tuko pamoja katika matangazo yenu ya Afrika leo asubuhi. Asante na karibu. Bukuru Muigire pale hivi, Adolve pale hivi toka Sange DRC. Bukuru nasema kwamba kwenye kwenye hilo mimi nalitilia tu dua. Habari kuu hivi leo msikilizaji ni kwamba miongoni mwa yale ambayo namna hiyo tunayafuatilia ni kwamba rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo aondolewa kinga ya kutoshtakiwa. Baraza la Seneti katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo lameondolea kinga ya kutoshtakiwa rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila, ambaye anatuhumiwa na serikali kuliunga mkono kundi la waasi la M23 mashariki mwa taifa hilo. Serikali ya Kinshasa inamshutumu Kabila kwa uhaini, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu, pamoja na kushirikiana na kundi linaloendeshwa na uasi. Watafiti nchini Marekani wamependekeza mbinu mpya ya kuangamiza malaria, kumwekea mbu dawa ya malaria kabla haja kuuma. Jinsi gani? Kwa kutumia neti zilizowekwa dawa maalum ya kuua vimelea wa malaria ndani ya mwili wa mbu. Kwa sasa mbu wengi wamekuwa sugu kwa dawa za kuua wadudu, hivyo mbinu hii inaweza kuleta mapinduzi. Waziri wa kilimo wa Japan Taku Eto amejiuzulu baada ya kusema kuwa hanunui mchele kwa sababu anaupata bure. Eto amesema yeye hupewa mchele kama zawadi kutoka kwa wafuasi wake. Matamshi hayo yalizusha hasira kwa sababu gharama ya mchele imeongezeka maradufu ndani ya kipindi cha mwaka mmoja, katika wakati ambao bei ya vyakula inapanda kwa kasi. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa.